Mei 28. Jumatano mwaka wa 2025. Tunda la Roho, Wagalatia 5:22 hadi 23. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Nguvu ya kubadilisha ulimwengu haitoki ndani yako bali hutolewa na Mungu. Unaweza kujibadilisha wewe mwenyewe, familia yako, shamba lako, na hata ulimwengu kwa Roho Mtakatifu. Ikiwa ndivyo, unapaswa kufanya nini kwanza? Lazima ujue ni kwa nini watu wa Kiyahudi walilaaniwa na hawakuweza kufanya uinjilisti wa ulimwengu. Ni kwa sababu kulikuwa na nyumba ya Shetani ambayo hakuporomoka kati yao. Kwa sababu hiyo, Yesu alisema kwamba ni wakati tu Roho Mtakatifu atakapokuja juu yao ndipo Shetani atafungwa na ufalme wa Mungu utaanzishwa. Kwa hivyo, lazima uombe Roho Mtakatifu aje kwako. Pili, kuna sababu kwa nini kanisa la kwanza halikuweza kufanya uinjilisti wa ulimwengu. Ni kwa sababu hawakuweza kuvunja ngome ambayo Shetani alikuwa ameifanya. Ngome hii iliundwa na mawazo yao wenyewe na mawazo ambayo yaliwazuia kutoka kumjua Mungu. Hivyo, lazima uombe kuvunja hili na kuinua jukwaa, mnara wa mlinzi, na antena ambazo huwaokoa wengine. Tatu, kuna sababu kwa nini kanisa la Kirumi lilishindwa. Kanisa la Kirumi lilinaswa katika ufalme ulioundwa na Shetani, ambaye anajaribu kudhibiti ulimwengu. Ukishajua hili, utakuja kupata jibu, pointi za kufanyika upya, na fursa ndani ya matatizo, migogoro, na majanga unayokumbana nayo. Unapaswa kuomba ili Roho Mtakatifu aje juu yako. Pia omba kwa ajili ya nyumba ya Shetani, ngome, na ufalme kubomoka. Kisha utazaa matunda ya Roho Mtakatifu. Ombi la leo: Mungu Baba, naamini katika ukuu wako kamili, nifuate mpango wako kamili, na kuthibitisha majibu kamili. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen.